Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kujiuliza sana jambo ambalo hujapata uhakika nalo. Kuhofia kugombana na mtu. Kujihisi hali ya kuunguluma au kifua kujaa. Kuweka zaidi akiba. Kuyaota maisha ya zamani ulioyapitia. Kuamka mapema. Mtu kukujali. Kuimarisha upendo wako na mtu. Kujionea fahali kwa kupata kitu bora. Kujifunza vitu tofauti kwenye simu yako. Nyota ya Mshale. Kufanya kitu kitakachomfurahisha mtu. Kujaribu kuigiza au kufanya sanaa yoyote. Kupenda sana kuimba. Mtu atajirudi kwako baada ya kujua amekukosea. Kuijua dhamira ya mtu kwa maongezi yake tu. Kuna jambo utakalolizungumza litawafikia wengi. Kujishtukia wakati wa kuongea. Nyota ya Punda. Moyo wako unajua sana kupenda na ndio maana huwa unajali sana. Ila unaowapenda wanakuumiza sana. Utakuwa mwenye kuyafikiria sana mapenzi. Kuna kitu kitakachokuwa kinakufariji. Kutembea kwa kusita sita. Yaani unatembea kisha unasimama au kupunguza mwendo. Kujiona una makovu kwenye ngozi yako ya uso. Kukataa kitu kwa sababu ya ndani kabisa ambayo huijui. Ila utajikuta tu unakataa kitu. Kusita kuongea na mtu. Utaishi na mtu kwa kisirani kisichomuisha. Kubadilika kitabia. Nyota ya Ng'ombe. Kuchelewa kulala. Kupanga upya vitu vyako. Ahadi ya mtu kuwa tofauti na makubaliano. Sikio kuuma au kutosikia vizuri. Kukubaliana na matokeo yaliyotokea. Utakuwa mwenye kukumbuka kitu sana. Kufanya maamuzi sahihi kwenye mapenzi. Kuhitaji kuwa bora zaidi. Nyota ya Mbuzi. Kuzizoea hila za mtu japokuwa muda mwingine zinakukera. Utakuwa tayari kwa jambo. Kujipongeza mwenyewe baada ya kuona kazi kubwa au nzuri ulioifanya. Maneno yako yatamuumbua mtu. Kuvaa kiatu au vazi lenye kubana sana. Nguo zenye rangi ya aina moja utazifululiza sana kuzivaa. Kukaa nyuma kwenye msafara. Kukipenda kitu au aina ya kitu. Kumkumbuka mtu kwa upendo. Kumpa mtu wakati mgumu wa kufikiri. Nyota ya Mashuke. Utapata hasara au jambo lenye kukuumiza kutokana na mtu. Kuhisi huu ni wakati sahihi wa kuachana na kitu au mtu. Wakati huu utakuwa mwenye mawazo. Kufanya sana maombi au ibada. Kuyarekebisha mahusiano ya mtu na kurudi kuwa na nguvu ya upendo. Kukaa bila ya pesa. Hali hiyo unaikataa sana na ndio maana unapambana. Kukutana na mtu uliyeachana naye kimahusiano. Safari ulioihairisha utaipanga upya kuitekeleza. Kwa baadhi yenu mtahitajika katika nafasi ya juu ya kazi. Kutamkiwa jambo la ndoa. Nyota ya Kaa. Kuongea na mtu kwa uchovu wa usingizi. Kupatiwa siri ya mtu uliyemwamini. Kuhisi au kuona tumbo linatikisika kila wakati. Ni ishara inayohusu uzao wako kuna jambo litakalotokea. Pia kuwa makini kuna kitu utakachokula kitakuletea madhara. Mtu unayemdai atajisahaulisha deni lako. Kwa kuwa hujui kudai. Kuhesabu pesa kila mara. Kupata uchovu wa safari. Nyota ya Samaki. Kuhitaji kitu ila itakuwa ngumu kupata au kupatiwa. Mtu kukuambia madhaifu yako. Kutopenda kukosolewa kila wakati. Kupata pesa ila utafanya jambo jingine tofauti na ulilolipanga. Kuna hali ya mvurugano kuwepo. Nyota ya Nge. Kuacha kitu ili uwe huru na mwenye amani. Kufanya maamuzi huku moyo ukiwa unauma. Kujua mtu alikuwa na tabia fulani. Kutarajia jambo zuri ambalo unalifurahia. Wakati wako mzuri unaingia kwa ubora sana. Baadhi ya maadui zako watajitenga na wewe. Kumpenda mtu sana. Kutaka kumzawadia mtu kitu kwa kumshtukiza. Kulala kwa tabasamu. Kuna tatizo la kiafya litakalokuwa linakusumbua. Watu unaofahamiana nao watafichuliana siri.
Nyota ya Ndoo. Kupata jambo la heri asubuhi hii. Utapata ishara ya kuona ndege weupe. Amani na furaha ipo mbele yako. Umehuzunika vya kutosha. Fungua mlango wa baraka kwa kinywa chako kwa kujiombea mazuri. Kuhisi uwepo wa kitu. Kuna mtu atahitaji kuwa karibu sana na wewe. Nyota ya Mapacha. Utakuwa mjanja na kuweza kupata kitu. Kuruhusu kumwamini mtu. Kutatua shida ya mtu. Mtu atahitaji ushauri wako. Katika kazi kuna mtu atakuzushia jambo baya. Adui yako huwa yu karibu sana, ila humtambui kutokana na wema anaouonesha kwako. Ila tambua kuna maneno ya uchonganishi yanayokuzunguka. Kuna muda maneno yako huwa yanasambaratisha ubaya. Tumia fursa hiyo kwa kuikataa hali yoyote ya uadui. Maombi ni muhimu kwako. Jizingatie mwenyewe kwa kuwa ndiye unayejua unayoyapitia. Nyota ya Mizani. Kuna mtu utakuwa na hali ya kumkataa kabisa. Kushangazwa na mtu atakaye kupigia simu ikiwa si kawaida yake. Kumuona mtu akiwa amekasirika sana. Kusita kuchukua mkopo. Kukubaliana na ukweli uliokuwepo. Mtu kukuchosha sana. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.